Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia. Leo ni maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, tena katika kipindi chetu hichi cha kujifunza Biblia kwa miongozo. Tulikuwa tunasoma uzuri nasema Kristo alisulubiwa. Leo siku ya Alhamisi tunaangalia Kristo, nguvu na hekima ya Mungu. Basi kabla ya kuanza tuweze kupata ombi. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kutuonyesha namna gani ambavyo ulisulubiwa pale msalabani. Kupitia kusulubiwa kwako tuweze kujua, tuweze kuona kwamba namna gani ambavyo unazidi kutuita kila siku, kutuonyesha kwamba yale makovu, zile alama za misumari zitupelekee sisi kuweza kuachana na tamaa na uharibifu wote hapa duniani, bali tukazidi kusogelea msalaba wako ili tuzidi kupata wokovu. Amen. Ni ombi langu kwamba hata leo tunakusudirishia zaidi hekima yako. Amen. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Kristo, nguvu na hekima ya Mungu. Wakolosai 1:19-20 pale anasema katika yeye utimilifu wote wa Mungu unakaa ili kuvipatanisha vitu vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko duniani. Kwa hiyo ukisema Kristo, yaani Mungu na nguvu zake zote unaziona hapa. Ila ni kwa wale wanaookolewa ndio unaweza kuona. Maana Kristo ni yeye aliyesulubiwa. Somo la jana. Twende tudadavue haya maneno vizuri. Turudie tena Wakorintho kwanza sura ya kwanza mstari 18 tulisoma huko nyuma, tutaisoma tena. Anasemaje kwetu sisi tunaokolewa? Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. 24. Bali kwa waitwao Wayahudi wa Yunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Tena wale waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya hekima ya Mungu. Nguvu ya Mungu inafanya kazi gani? Nguvu inafanya kazi gani? Nguvu ya Mungu inafanya kazi gani? Pale msalabani inafanya kazi gani? Inafanya kazi ya kwa lugha nyingine kutuleta pamoja, wale ambao kwanza hatuko pamoja, kuipatanisha, kwa lugha kuipatanisha mbingu na nchi. Amina. Yaani hapo umepatia vizuri kabisa. Huyu nguvu ya shetani inamfanya simame peke yake. Myahudi abaki Myahudi, Myunani abaki Myunani. Pale msalabani akinyanyua mikono hivi, nguvu ya Mungu ipo. Umeona Samsoni anavyoangusha zile nguzo. Zile kwa ni nguvu zake zote. Bwana nipe nguvu. Yesu sasa, Samsoni wa kweli mwenye nguvu, yeye ni kuunganisha Wafilisti kwa Israeli, kuwaunganisha wakae kwenye holi moja, wanakula wanakunywa pamoja. Ila ni opposite. Physicists wanasema eti kila nguvu ina upinzani ulio sawa upande mwingine. Yaani nikikusukuma hivi kuna nguvu nyingine inayosukuma hivi. Si ndivyo hivyo? Ila sasa hii nguvu ya Mungu pale msalabani kiboko inashinda utengano. Inashinda utengano. Kuna nguvu inayotutenganisha. Wewe ukioa ndio unaweza kujua. Unaweza kusema ile nguvu iliyoko inatuunganisha, mbona sasa ndio inatenganisha? Mbona kuna nguvu ambayo inatenganisha? Hivi vile ambavyo ulikuwa unahisi kuunganika, sasa unahisi tena kutengana. Usikii kuongea naye. Kusindikizana naye. Kupanga bajeti na yeye. Ukiona nguvu ya namna hiyo inafanya kazi, ujue hiyo ni nguvu kinyume na msalaba. Maana inatenganisha. Lakini nguvu ya Mungu katika Kristo Yesu. Ulikuwa uwezi kushiriki naye meza ya Bwana, unashiriki naye umoja na Kristo.
Amani. Upatanisho ni nguvu ya Mungu. Mtu mwingine anasema mimi siwezi kuongea naye, mimi siwezi kusamehe. Lakini ukiwa ndani ya Kristo Yesu, na hii nguvu inapatikana, ni Roho Mtakatifu, maana ndiye anamshuhudia Kristo aliyekufa. Akakuonyesha madonda yake, majeraha yake, kwamba bwana, fujo zenu zimenisababishia mimi mlikuwa mnagombana ninyi, na mimi mkaniletea maumivu haya. Unapata nguvu ya msamaha. Lakini kwa wale wanaokolewa, kwa hiyo ni nguvu ambayo inaokoa. Na wale wanaopotea, kuna neno fulani linalotumika pale, ni kama wanajiangamiza wenyewe. Yaani wale ambao wanaenda mbali na nguvu ya uzima wa Mungu, huko wanakokwenda ni kama wanajiangamiza wenyewe, kama wanakataa nguvu inayoweza kuwaleta kwenye chemchemi ya uzima. Kwa hiyo wanajiangamiza wenyewe kwa kukataa, kwa kupuuzia. Hivi naomba nikuulize, hivi ni rahisi kumkataa Kristo au sio rahisi? Kuna nguvu au sio nguvu? Kwa wanaopotea ni rahisi kumkataa. Wewe unajua ni ngumu sana kupotea pia. Kupotea pia ni ngumu kwa wanaopotea. Kuna nguvu ya Kristo inayokuita, inayokuvuta kwake, inakuvuta kwake. Lakini na unatakiwa upambane kweli. Ila kuna nguvu inayokuvuta pia upande ule wa pili. Ila yenye nguvu zaidi ni ile inayokuleta kwa Kristo. Sawa. Ila ile nayo ina nguvu. Lakini ubaya wake ile nguvu ni kwamba kadri unavyotembea kwenye hiyo nguvu ndivyo unavyozidi kupiga. Yaani wewe unapiga lakini na wewe unapigwa. Unamkataa Mungu lakini na wewe unapata hasara ya kukosa amani yake, ulinzi wake. Unaishia wewe wasiwasi tu. Jamani, nimefunga milango. Of course ni vizuri kufunga milango. Lakini yani huna amani, una uhuru. Ukiua mtu unapoteza na wewe amani, si ndivyo? Ukichukia mtu na wewe unapoteza amani. Wewe unajiangamiza mwenyewe, unakuwa target. Lakini nguvu ya Mungu inatuokoa. Amen. Nguvu ya adui inatuangamiza, inatufanya tujiangamize. Kwa hiyo naona namna gani ambavyo Kristo anapofanyika kuwa nguvu na hekima kwa watu wa binadamu wote, kutuleta wote kwa kitu kimoja, na msalaba unaonyesha kwa lugha nyingine utayari wa Kristo yeye mwenyewe kutoa maisha yake ili kwa gharama yote kutuvuta sisi. Sasa mimi natakiwa nianze kumuona kama msalaba, kama upatanisho kupitia Kristo, nianze kumtazama. Wewe mbona unavyoliongelea, mbona kama unaongelea Kristo kama wazo fulani? Sio wazo, kama hekima fulani ya Mungu, sawa, ambayo ni nzuri. Kwenye nguvu pale nataka uweke kwenye nguvu. Umeelewaje hapo? Kwenye nguvu ni upatanisho unaotuleta kutunganisha sisi. Napataje hiyo nguvu? Unaipata hiyo nguvu kwa Kristo. Ndio nguvu gani? Hebu dadavue kabisa pale, unaielewaje hiyo nguvu ni nini? Hiyo nguvu ni msalaba ambao msalaba wa watu tunavaa hapa, sio msalaba unao au ule wa Rumi ambao nikikumbukia ule, kwa kupitia mwili wake Kristo. Nikisema sijui nitakuwa nimekosea, nikisema Roho akikushuhudia Kristo msalabani. Roho ndio nguvu ya Kristo. Ruaka. Uweza wa Mungu uletao wokovu. Ni kwa sababu ile Injili, ile hekima ya Mungu inapata joto ambayo ni Roho Mtakatifu. Sawa. Kwa Roho wa Mungu anahusika katika kutuleta, kutushuhudia. Wewe unasoma Biblia na Roho Mtakatifu? Unasoma Biblia na Roho Mtakatifu na unasikia nguvu fulani? Unasikia nguvu. Okay. Wewe unasoma Biblia na Roho Mtakatifu. Unajua Biblia bado, au neno la msalaba inaweza kuonekana bado upuuzi, lakini tunapoomba Roho wa Mungu atuonyeshe Kristo, atuonyeshe msalaba, neno la wokovu, dhambi inapoteza nguvu. Uchuki wa adui unapoteza nguvu.
na msamaha unakuwa ni jambo linalowezekana. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya hekima na nguvu katika Kristo Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa hata leo unamwaga Roho Mtakatifu. Sasa Baba, mwaga katika meza hii na jirani yetu aliye upande wa pili wa kamera, ili msalaba huu ugeuke kuwa nguvu tunapotembea kwa imani. Haijalishi tunakataliwa kwa ajili ya Kristo Yesu. Haijalishi tunasamehe lakini tunakataliwa, haijalishi. Maana wewe unawazawadia uzima wote wanaofuata njia ya Kristo. Ni katika jina la Yesu. Tubariki turudi tena kesho kwa masomo mengine kama haya kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Tunafikia tamati siku ya Alhamisi. Kesho siku ya Ijumaa tunaenda kujibu swali na kutoa hitimisho. Mimi ni Arnold Lubinza. Enos Makalidile. Karibu sana siku ya kesho.